au mada kuu tutakayoizungumzia inasema maono. Sema na mimi, maono. Maono unaweza kuongeza pale kwenye hicho kichwa kwamba huleta baraka na mafanikio. Tumesoma kwenye andiko letu la msingi kutoka kwenye kitabu cha Mithali 29 mstari wake wa 18. Sijui ni Daudi ameandika Zaburi mithali hii, sijui ni Sulemani. Imesema kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Hapa neno maono alimaanishi tu kulala na kuona vitu kama picha. Amen, pepelete. Amen. Haiko maono ya kutazama na kuona vitu kwa macho. Kama nikiangalia hapa ninaona wadada warembo, naona vijana maensamu kina Kalu. Bwana Yesu asaidie sana. Kina Barthelemy. Naona pale dada yangu Viki mrembo. Haleluya. Namuona mama yetu kule, mama yake Wilonja. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi au simaanishi kutazama kwa kuona hivyo, bali ninachokimaanisha katika andiko au mada husika tutakaojifunza leo ni ufunuo, mwongozo au mwelekeo kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sulemani ameandika pasipo maono, ambako hakuna maono, ambako hakuna vision, watu hupoteza mwelekeo. Watu huishi bila kuwa na utaratibu. Watu hupoteza kitu kinachoitwa nidhamu. Watu hufanya mambo kwa hisia zao tu, kwa akili zao, bila kujioji au kuchunguza ni nini kitakachotokea baada ya kutenda hayo wanayoendea kuyatenda. Bwana tusaidie sana. Akamalizia kwanza pale kwamba anaheri mtu yule aishikaye sheria. Haleluya. Nimeiona ile Zaburi ya kwanza 1:1 pale inavyosema, heri mtu yule asiyokwenda katika shauri la wasio haki. Zaburi hiyo nikilinganisha na hapa, ninataka kupata neno linalosema kwamba kushika sheria, kushika neno la Mungu. Haleluya. Amen. Kushika amri za Mungu. Watu wasipokuwa na maono wanaishi kwa mfumo huo. Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini penye neno la Mungu kuna mwongozo. Penye neno lake watu wanaishi baraka. Penye neno la Mungu watu huinuliwa kiroho. Watu hufanikisha katika maisha ya kiroho na ya kimwili pia. Nisikie makofi. Maana ya maono. Maono, andika hivi, ni picha halisi. Maono ni picha halisi ya maisha ya sasa. Hivi sasa unaona picha maisha yatakayokuja baadaye. Naomba unielewe kwenye introduction. Unielewe hapa kwenye utangulizi. Nimesema definition ya maono ni picha kamili
Ni picha halisi unayoipata sasa kabla hilo jambo alijaje kutokea huko baadaye au miaka ya mbeleni sana. Hayo ndio maono. Mchungaji wetu mzuri, naomba kwa dakika chache tu, labda ungeeleza ni picha hii ipi uliyoiona hata kabla ya kukusanya watu kama hivi tulivyo, na ilikuwa lini, kama utakuwa na kumbukumbu. Samahani kwa usumbufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maiki ya mchungaji haisemi. Haleluya. Amen. Biblia inasema roho wa manabii mtii manabii. Kwa nafasi hii ina mengi ya kueleza, lakini sina mengi. Amen. Kwa ajili ya maono haya. Amen. Ndio maana watu wengine wanakuambia wana siri na Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Shikilia neno siri. Kwa sababu gani? Kama haya mnavyoyaona leo, tangu misingi ya ulimwengu imewekwa, tangu ningali tumboni mwa mama yetu alikuzaa mzuri, sikujua siku moja nitakuwa mbele za watu. Amen. Ama ninaweza kusimama kuifanya kazi ya Mungu. Amen. Aisa kuwa Ulaya kuwasi watu tumtumikie Mungu. Amen. Hiyo iwepo ndani yao. Shikilia neno Ulaya. Twende. Haleluya. Amen. Lakini ninashukuru Mungu. Bado tunaandika utaratibu wote wa mambo jinsi yalivyoanza. Na kama tumepata eneo hii kwa heshima ya Mungu. Amen. Sio kwa nguvu zetu. Amen. Na kupita siku hizi ngapi nimeona maono ya ajabu. Amen. Ninavua samaki wengi sana. Ninaingia baharini, baba yangu amesimama na shangaa, nikiingia na zoa. Amen. Toa nchi kavu, wengi wakubwa kwa wadogo. Amen. Kwa hiyo ninajua sehemu tulipo na sehemu tunapokwenda. Amen. Piga makofi. Mimi kitu sitaki maisha yangu wakati unaendea Mungu. Unaenda kwa ujinga. Mungu anataka wajinga. Mungu anataka umaanishe. Amen. Sijui kama naelewa neno kumaanisha. Tunajua. Maana yake ufanye wakati nguvu zako zimeishi. Kisha yeye atakutia nguvu. Amen. Ndio maana unaona tunasimama. Amen. Na tuna utaratibu wetu. Amen. Na tuna safari yetu. Amen. Na ndio maana tulisema hatutaki kuibia mtu. Haleluya. Amen. Leo tumeongea na watu watakuwa natupatia tuwape hela, watakuwa natupatia mwisho wa declaration ya mwaka, wanatupa karatasi za kuomba declaration d'impôt kwa sababu tunatoa hela hapo. Amen. Tukakubaliana na barua zenyewe ilifanya nini? Zimetoka. Makofi kwa ajili ya Yesu. Kuna wengine hawawezi, wanakuambia ni siri. Wengine wanasema unajua unatolea Mungu zitosha. Wachungaji Ulaya wanapokea. Mimi sina siri. Amen. Kama tunapokea manake hela ni za kanisa. Sina kanisa. Sitakuja kuifanya kazi ya nani? Ya Mungu. Na ndivyo nilivyo. Ninatamani kupata baraka kutoka Mungu. Lakini sio kuibia watu. Amen. Sina tabia ya kuombaomba nipe hela, kuchangiza hela zisizokuwa na kusudi. Zote zitakuwa kwa kusudi la nani? La Mungu. Ili mimi nilichokifanya maono yangu ni kwa sababu watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kama ueleweki kwa hilo, tafuta kanisa, ziko nyingi zinakufanana. Amen. Hatuko
hatuko hapa kujitiana mambo ya ovyo ovyo. Kuja tuheshimiane, tuombe Mungu, kila mtu aingie atoke, hata ya umbea. Maisha ya Ulaya ni kila mtu na mambo ya kipea hiyo. Haleluya. Ikikushinda rudi Afrika. Unaweza kaa. Mungu akubariki sana. Makofi. Sina mengi hayo. Makofi mengi. Barikiwe sana mchungaji. Amen. Kuna picha aliyoiona na leo imetokea. Takriban mwaka tuko hapa, si ndio? Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Tangu mwaka jana. Lakini mpaka tuje hapa kuna kitu alichokiona mbeba maono ambaye ndiye mchungaji wetu. Anajua yeye mwaka, anajua na siku. Lakini nimefika Quebec. Nimekutana naye. Sijui ni mara ya pili ile. Sijui kuna kitu gani kiliniunganisha mimi na mzee. Na kuanza kuniambia kuna kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu ambaye sio mwelewa hawezi kujielewa. Bado mgeni wa mwezi au wiki 2-3. Hapo unaambiwa na mtu kuna kazi ya Mungu utafanya. Unafikiri ni rahisi kuelewa? Ninamuuliza una kanisa, anambia sina kanisa. Lakini macho yake yeye anaona nini? Kanisa. Na katika hiyo kanisa anaona kazi ya nani? Ya Mungu. Ikifanya nini? Ikifanyika. Na hata kabla hajajua ni nani na nani watakao kuja kwa ajili ya huyo Mungu. Makofi mengi. Haya ndio maono. Jana tulikuwa eneo kwenye kikao fulani. Eneo fulani baba. Leo shikilia eneo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee mmoja wa makamu ambaye nikiangalia kwa haraka wote tuliokutanika pale, yule alikuwa ndiye mzee. Kwanza na alipewa heshima ya umri. Haleluya kanisa. Ili achukue neno la kufungua au la kuanzisha kikao kile. Mzee huyo wa makamu, haleluya. Nasikia Roho Mungu ananiambia niseme tu, acha niseme. Ananiambia kitu. Alinishika mkono, haleluya. Amen. Akanitikisa. Akaniambia wewe ni mwanaume. Wewe na mtumishi Sabuni ni wanaume. Amen. Nikamuuliza unasema nini mzee? Baba yangu. Ni mzee mmoja wa Kibembe wa kabila lako. Uwe bwana uwe. Kwanza shikeni tende mwambie mzee kenda mose. Tumishi Sabuni nawe muli wakumbaka. Muli walomiana kweli kweli. Roho wa Mungu akasema na mimi. Akasema hiyo aliyosema ina tosha. Nikakaa, nilikuwa na hii somo. Nikasikia nguvu inaniitia tena kwamba kuna maana ya mimi kusema hii na watu wa Mungu leo. Somaji utafungua kitabu kile cha Nehemia. Tutaanza sura ya 2. Mstari wa 17 mpaka 18. Nehemia. Yule mzee aliponiambia hiyo neno nikajazwa. Watu hawakujua. Nikaanza kusikia niko kwenye uwepo tofauti kabisa. Watu wakaanza kusanyika pale. Akasema Mungu. Roho wa Mungu alivyo mwaminifu, wakanikumbusha siku nyingine haya maono yalipokuwa ndipo yalipoanzishwa kwa mfumo wa maombi. Mzee huyo alisema neno. Aliniambia hivi. Tulipita siku moja nyumbani kwake na hisi kitu kama hicho. Kuchukua baadhi ya watu twende tukafanye na huduma ya maombi.
aliangaliaga kwenye gari akaona gari liko full. Akasema, naona mnajikaza kabisa. Haleluya! Hebu makofi mengi kwa ajili ya huyu Yesu. Naona mnajikaza kabisa. Nikakumbushwa na Roho Mtakatifu neno la mwaka jana, ile unajikaza. Nikasema mzee anasema mnajikaza. Nilipoachana naye kwenye gari nikaenda na tafakari, anaona ni vya mzaa, kana kwamba tunaujaribu, kana kwamba havitautokea. Lakini ninataka nikuhakikishie mtu wa Mungu, mtu mwenye maono ya kiungu anaona mwisho kabla hata mwanzo haujaanza. Anaona kuendesha magari ya kifahari na hata kabla hajawa na senti katika mifuko yake. Anaona watoto walio wengi na hata kabla ya ndoa. Anaona kubarikiwa na Mungu na hata kama anaishi kwenye maisha ya kufuatiliwa na ukoo katika laana. Makofi kwa Yesu. Maono ya Mungu lazima yatimie. Inasema nini hilo andiko? Nehemia, wapendwa, twende haraka haraka. Nishachukua muda mrefu, dakika 18 nasema. Nabakiza dakika 10 na kidogo. Nehemia ngapi? Nimesema Nehemia sura ya 2. Someni kwa ustadi watu waelewe. Najua watu wako mtandaoni wanatuangalia. Tunasema na watu walioko Victoriaville, Quebec, na watu walioko dunia nzima. Wajue maono ya Mungu ni maono ambayo ni amina na ni kweli. Chukua mfano hapo katika Nehemia, unasema nini? Nasema Nehemia 2:1 nasema. Nimesema 2:17-18. 17-18 Nehemia. Twende haraka haraka kama watumishi wa Mungu watu. Inasema nini? Kisha ikawaambia, Nehemia akawaambia, naona hali hii dhaifu tulio nayo. Naona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake, jinsi hali ya mji wetu wa Yerusalemu ulivyo ukiwa na malango yake. Yalifanya nini? Yalivyoteketezwa kwa moto. Yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, Nehemia anawaambia watu, soma, na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu. Na wafanye nini? Naomba tuseme wote, tufanye nini? Na tufanye nini? Tujenge tena. Tujenge tena, ili tusiwe shutumu tena. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ishia tu hapo. Watajisomewa. Najua wazaliwa wa kwanza ni wasomaji wazuri wa Biblia. Hii ni habari ya Nehemia. Kipindi ambacho wana wa Israeli wanahamishwa na kupelekwa mishoni. Nehemia analetewa habari na kuambia kule kwao jinsi Waisraeli walivyovamia, wakabomoa kuta za mji wa Yerusalemu, wakachoma malango moto. Akasikitika, akasononeka Nehemia. Ninaomba mtu wa Mungu unasimama kwenye mitambo, scroll down, scroll up juu kule, mstari wa kwanza unasema nini? Mstari wa kwanza unasema hivi: ikawa katika mwezi wa Nisani, mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Nehemia alikuwa anamhudumia mfalme, alikuwa anamhudumia kwa furaha. Lakini baada ya kupata habari za kwao, Nehemia akaingiwa na fadhaa, akaenda kumhudumia mfalme, akajisuraje, labda mfalme asijue, labda mfalme asitambue kwamba Nehemia iko kwenye hali gani. Mstari wa 2 unasema nini? Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako? Haleluya.
awe na furaha sawa sawa tulivyo kwenye nyumba, mke na mme tunajuana. Haleluya, amen. Wale walioolewa na kuoa wanajua. Wenzako wakiwa kwenye hali sio nzuri utajua. Kweli si kweli wa mama? Ni kweli sio kweli? Iliko hivyo. Sasa huyu alikuwa anamhudumia mfalme kila leo. Lakini siku hiyo baada ya kupata taarifa za nyumbani akafadhaishwa, lakini akaenda kufanya zamu yake na majukumu yake kwa mfalme ya umishaji kila ilipotakiwa. Sasa mfalme anamtazama, anamuuliza, anasema, mbona uso wako umesikitika, nawe una ugonjwa Nehemia? Kumbe Nehemia ana kitu ndani yake, ana siri, ana habari mbaya. Sema habari mbaya, habari mbaya. Mstari wa 4, turuke mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema nini pale? Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unataka kuniomba? Basi nikamuomba Mungu wa mbinguni. Nehemia kamuomba kwanza Mungu wa mbinguni. Nikamwambia mfalme akiona vema na ikiwa ni mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda. Sema Yuda. Niuendee mji wa makaburi ya baba zangu nipate kuujenga. Sema kuujenga. Na hii haikutokea bure, ni kwa sababu alipata taarifa, na alipoona maono yake akamwambia, kule kwenye baba zangu walikozaliwa na kuzikwa, tulizoea kuona ukuta za nyumbani za mji wetu ulikuwa umefungwa, milango ilikuwa imewekwa, lakini hii taarifa ya kuambiwa kwamba wamebomoa kuta zote na malango wamechoma ikamfadhaisha Nehemia. Nehemia akaomba kibali. Kwanza aliomba kwa Mungu, kikapatikana kibali kwa mfalme, akapewa na vitu vyote vilivyotakiwa kwenda navyo. Nehemia aliuona ukuta wa Yerusalemu ukisimama tena kabla ya yeye kwenda kuanza kuujenga. Hayo ndio maono. Natamani nikwambie na wewe, uko hapa Kanada leo, unaona nini baada ya miaka 5? Unaona nini baada ya miaka 10? Je, utakuwa kama ulivyo? Au kuna kitu, there is something which will happen in your life. Kuna chochote kitakachotokea kitu ndani ya maisha yako hapo baadaye. Hayo ndio maono. Nehemia alienda kujenga ukuta wa Yerusalemu na ukasimama tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengi wameona kwenye Biblia, lakini tutachukua tu wachache. Nilipenda nianze na huyu, maana maono yake yalizaliwa katika mifungo ya maombi. Alimuomba Mungu na kufunga. Ukiwa na maono, usiyachukulie kawaida kwamba yatatimia tu usipokaa sirini na nani aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maono yaliwakilishwa na watu. Kuna maono mengine yatapitia kwa mama, yatapitia kwa dada au kwa baba pale, ili yatimie yanahitaji nani? Watu. Ili huduma ionekane inakuhitaji. Ningesikia makofi kama huko waleze kuwepo katika kusanyiko la wazaliwa wa kwanza, ili tusonge mbele, ili ukemeke ijue kwamba kuna watu kutoka Afrika wenye maono yasiyokuwa ya kawaida, watafanya mambo makubwa. Yanakuhitaji wewe, hayamhitaji mtumishi wa Mungu peke yake, yanamhitaji yeye. Sema yananihitaji na mimi, sema na mimi, yananihitaji na mimi maono, ili yatimie yananihitaji mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia alipeleka habari kwa rafiki na ndugu wa Ibrania, na ndio yale makuta yakajenga yakaonekana. Watu wakisema kwamba
Wewe uko unawaza vitu vikubwa, utavifikia aje? Ambia ninaye Mungu. Mungu hajawahi shindwa. Ikiwa nisema na mimi niko Afrika, nikalala nikaona niko Ulaya, niko katikati ya vitu vya wazungu, ninasema na watu wananiangalia nikiwa mitaa ya Uswahilini, nikifanya kazi za ajabu, wakati mwingine nikiuchunguza mshahara niliokuwa nao, ninasema Mungu, haya ninayoyaona yatatokea nini? Nikiwaambia watu sijawahi fika Mwanza, sijawahi fika Dar es Salaam, sijawahi fika Arusha, sijawahi fika popote pale, lakini ninaona ninainuliwa juu, ninaona safari ya kupaa mawinguni, ninaiona safari ya ndege. Waswahili na vijana wanasema kupaa na kukwea pipa. Haleluya! Maono yatakufanya kama mwenda wazimu. Wewe unatuzungumzia habari za Kigoma, tuko miaka yote Kigoma. Mimi siko wa Kigoma. Mimi ninajiona wa mbali. Mtakuwa mkiipiga simu, mnaona kuna vitu vyeupe, ndivyo ninavyoviona. Niko ninasema hivyo, watu wanasema wewe bwana, wewe una elimu gani? Sijawahi waambia nilipita wapi au nilifanya nini, lakini ninawaambia Mungu akitaka kumwinua mtu, aangalie elimu yake. Yosefu aliinuliwa. Yusufu alikuwa hajasoma, lakini katikati ya walio wengi pale Misri, Yosefu aliinuliwa, maana kuinuliwa kwake kulianza na maono. Aliota ndoto. Mwanzo 37, twende haraka. Aliona maono, aliona ndoto, akasema nimeona nyota na mwezi vinafanya nini? Vinaninamia. Baba yake anasema unamaanisha mimi na mama yako tutakuja siku moja kupigia magoti Kawenye? Siki kadogo anasema Kawenye. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana tusaidie. 35 inasema nini? Haungeweka 37:5 pale. 37:5 kitabu ni cha Mwanzo. Haraka. 37:5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Kumbe mwenye maono wakati mwingine lazima uyaweke kuwa siri, si ndio watu wa Mungu? Yusufu kilichomsababisha ndugu zake waanze kumchukia ni yale aliyokuwa akiyaona anawahadithia ndugu zake. Anasema tazama, tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wako. We mtoto, si kaka zako aliona miganda mingapi? 12. Ile 11 ikaja ikazunguka mganda wake. Unamaanisha sie tutakutegemea kaweye kadogo kakadeka familia? Haijalishi wewe ni wangapi kwenye familia yenu, ikiwa Mungu amekuwezesha kukupa maono na wewe ukaona ukamwita yeye awe ndani yako, haijalishi una umri gani, ni lazima maono yatatokea. Yanayoonekana kuwa ni hadithi, iko siku itatokea kuwa kweli. Bwana tukuzwe. Walienda kumwabudia kule Misri, kumsujudia, walimsujudia. Habari unaijua wewe. Tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maono hujenga nidhamu na ujasiri. Maono ukiwa nayo yanakufanya uwe mtu wa discipline. Sema discipline. Sema na mimi discipline. Mtu mwenye maono hakosaki kuwa na discipline. Andiko letu la Mwanzo linatuambia ni tulilolisoma la msingi. Pasipo maono watu wacha kujizuia, lakini mwenye maono
huwa anajizuia. Huwezi kufanya jambo tu ili mradi limetokea, hapana. Sababu uko na vision yenyewe, uko na iona. Wengi hawawezi kuiona kama unavyoiona wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Maono huonyesha nini? Maono huonyesha lengo la kazi utakayoifanya. Iwe ni kazi ya Mungu tunaita huduma, au jambo ambalo unalotamani lije kuweza kutokea, maono yanakuonyesha hivyo. Pia ni njia ambayo inakufanya wewe uishi ili kufikia kusudi. Sema kusudi. Yaani ufikie lengo, nia au dhamira au madhumuni ya kile unachokiona leo, kwamba ninatamani kesho kutwa na mimi niwe kwenye ofisi za Wakebekwa. Tukiambilana salii, mingo salii. Wao wanaingia ofisini kwao na mimi naingia kwenye ofisi yangu, lakini tunatumika wote department moja. Hayo ni maono. Hayawezi kutokea tu ghafla kama hukuyaona hapo nyuma. Na ikiwa unayaishi leo, kuna namna uliona miaka kadhaa huko nyuma. Na ndivyo Mungu alivyo. Mungu akikupa maono, anakupa na nidhamu, discipline. Bwana Yesu asifiwe. Watu huacha kujizuia kama wana maono. Wanaishi bila kuwa na utaratibu, hawana hofu ya Mungu, wanaishi bila mipaka, wanafanya vitu tu ili mradi wafanye. Ukiona watu wa namna hiyo, ni huruma. Bwana Yesu atuhurumie sana. Nakupa mfano. Tunasikia Marekani sana, habari za Marekani. Vijana, wewe mwenyewe unasikia na unaona kwenye mitandao, unaona mambo mengi, mpaka mengine unasema kwa nini huyu alitoka Afrika aje huko nchi za wazungu? Kukosa nini? Maono. Na hawana Mungu anayeweza kuwajalia yale maono. Labda waliyapata, lakini hawako katika hali ya kukaa chini ya Mungu afanikishe maono yao. Kesi nyingi, vijana wanafungwa kila leo. Ulevi ndio usiseme. Habari za ndoa kubomoka na kuvunjika imekuwa ndio habari ya kila leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwenye maono hawezi kuacha mume wake abaki mwenyewe, au mke wake abaki mwenyewe. Hapana, ng'ang'ania. Ili yatokee hayo, yatakuhitaji na wewe usiye utoe jasho. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu ili afike kule, kuna vitu alipitia. Hakufika tu ghafla kuwa gavana, ghafla alifungwa mpaka gerezani ili maono yake yaje kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kupata maono na kuyahifadhi. Kaa na Mungu, omba na Mungu. Wasomi, dada zetu ambao bado mnasoma, kaka zetu ambao bado mko shule, mnaona nini baada ya elimu yenu? Mnatazamia kufanya nini baada ya kusoma kwenu? Hayo ni maono. Na ili yaje kutimia, penda maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na usiyapende tu kwa kawaida, kwa dhati, kwa kujitolea. Haleluya. Penda kusoma neno la Mungu na kutafakari maandiko. Mwambie Mungu kusoma huko akujalie Roho Mtakatifu atakayekuwa kiongozi wako, na uweze kusikiliza ushauri wa kiroho kutoka kwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Maono ya kweli hayawezi kupingana na neno la Mungu. Maono yanaleta utukufu wa nuru ya Mungu.
Maono yanabariki. Leo tunakuja kuomba hapa Shake Madrid. Maombi tunayoyafanya hapa, ninawaambiaga wale wote tunaokusanyika, ni mengi yanajitokeza, lakini haya maombi yamekuwa ni msaada kwetu. Wewe ambaye haujawahi kuwaza hata siku moja kuja kwenye maombi, ninakukaribisha Madrid. Haleluya. Uje uombe na sisi. Tunakwenda kumalizia somo kwa kuhitimisha kusema kwamba huduma hii mpaka inaonekana, mpaka leo Mungu ametukusanya hapa, tujue yuko mtu aliyeona hii kazi, na wewe ni mmoja kati ya watu wanaoweza kufanya haya maono yafike viwango vya juu. Sema viwango vya juu. Sasa utamuuliza evangelist, uwezo uko unasema hivyo waje. Ni kweli, michango utakayoweza kuitoa, iwe ni kwa upande wa kulipia, iwe ni kwa upande wa nini, sadaka zako, ndio maana zinaombewa zibarikiwe, zifanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na mchungaji mzuri anatuambia, na ni kweli tunaviona vitu kwa macho. Kuna watu wanatoa pesa zao ni kama wanazidumbukiza chooni. Sisi tunatoa pesa zetu, lakini mwisho wa siku kumbe tunaweza tukapata vipepo vya kufanya declaration ya malipo na tax. Bwana asifiwe sana. Ni wachache wanafanya hivyo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tuko mahali salama. Mwambie mwenzako, mkumbushe na yule anayesita sita, ili afanikishe maono ya kuja kufanikisha vile vyenye aliona angeweza kuja kufanya Ulaya. Asikae mbali na Mungu, aje kukaa karibu na Mungu. Na hata kaa karibu na Mungu kama atafuti mlango au eneo la kuja kuabudu na kumsifu Mungu. Yoshua 1:8 inasema, kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, maandiko matakatifu, neno la Mungu lisikae mbali na wewe. Penda maombi, penda kusoma neno la Mungu. Nasema hivi, maono bila neno ni hatari, utaenda pabaya. Lakini neno likiwepo ndani ya maono, kuna mafanikio, kuna baraka. Neno linapojitokeza ndani ya maono, linakufunulia na kukutia nguvu na kukuwezesha ili kufikia viwango vile ulivyokusudia kufika. Maono ni dira ya mafanikio ya mtu aliyekaa kwenye huduma ya Mungu. Sio huduma zote zinazosema za Kikristo kwamba ni za Mungu. Najua hapa Canada mshajua ni makanisa mangapi yalianza na ni makanisa mangapi hayakufika. Ni kweli si kweli? Wale waliyaona maono yao kwa jinsi isiyokuwa ya kimungu, labda ilikuwa ni kuja kuibia watu wakashtuka, mmoja akamwacha, kanisa likaisha. Lakini maono yenye Mungu hayawezi kuisha kamwe. Mchungaji huwa anatuambia kitu kimoja, msingi wa maono haya ni huduma. Kiwa una huduma ndani yako, njoo ufanye. Mwimbaji aimbe, mwinjilisti ahubiri, mwalimu afundishe. Haleluya. Ukiwa umepewa neno la unabii au wewe ndani yako kuna unabii, fanya kazi kwa kadiri ya imani. Na ukiwa ndani yako kuna utume, njoo ufanye kazi kwa kadiri ya imani. Maono yanakupa mafanikio kama utaenda na nani? Na Mungu. Jehova uishie mahali pa juu palipoinuka. Ninasema asante kwa maana wewe ni mwema tena ni mwaminifu. Dakika 40 hizi nilizochukua nikisema na watu wako, ninajua kuna kile ambacho Mungu ulichokionyesha kwao.
kadri jinsi ulivyonifunulia. Tumezungumza habari za Nehemia,